Muiran amepiga sehemu very sensitive kwa Marekani. Iran amekuwa anajiandaa hivi vita zaidi ya miaka 40. Israeli na Marekani hawana uwezo wa kuhimili hivi vita kwa miezi mitatu. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki? Karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki bwana. Nitoe shukrani sana nyingi kwa wale ambao wameandika maswali yenu. Kipindi kilichopita tuambiwa watu waandike maswali na mmeandika maswali. Kwa hiyo kama kawaida, wale ambao wameuliza maswali na ambao mtauliza yatakuwa yanajibiwa mwishoni mwa kipindi ama kipindi kinachofuata. Vita ya Irani, Marekani na Israel bado inaendelea na kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Kwa hiyo pia kama tulivyosema hapo awali kwamba tutakuwa tunafanya siku moja, tunapumzika siku moja, siku inayofuata tunafanya. Tulichokiahidi ndio tunachokifanya. Sema kwema lakini alhamdulillah. Mambo anasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake tunazozijua na tusizojua. Tunamuomba tusamehe madhambi yetu tunayoyajua na tusiyoyajua, na ambao wana mitihani tunaomba Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Sisi si lolote si chochote pasina muumba wetu. Kwa siku zote tunamtanguliza na tunamshukuru katika kila hali. Alhamdulillah. Tunaingia kwenye siku ya 5 leo kama sikosei, si ndio? Ya 4 ya 5. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Leo lini? Alhamisi. Yes. Kwa siku ya 6 tunaitafuta wiki. Tunatafuta wiki. Vita bado iko vile vile. Sma, kwanza niingie kabisa na swali specific hapa. Watu wanadai kwamba kuna mchango mkubwa sana wa Russia na China, japokuwa hawajaingia ile physical kama tunawaona pale, lakini wana play part vizuri sana, wana play part smart. Na mwanzo ulizungumza ile swala kwamba sio lazima watu waje wakupe vifaa ili au waepo pale na wenyewe waanze kukusaidia. Hapana, ukapewa mbinu kazitumia vizuri, itakuwa ni wewe na utaalamu wako. Pengine hasa katika hili mchango wa Russia na China mpaka tulipofika hapa kwa Irani, wana play vipi part yao? Yaani unajua kuna kitu ambacho natakiwa ujue. Wewe kama unaweza kupika, mimi kukusaidia haimaanishi nikupe unga wa ugali na mboga na kila kitu alafu nikupikie alafu nikulishe. Wewe kama unaweza nikikupa unga wako na mafuta na nyama na nini, unaweza ukajipikia mwenyewe. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho Iran ni nchi ya watu milioni 90, imekuwa katika hali ikitegemea vita kwa zaidi ya miaka 47, imepitia vitu vingi, ina asili ya vita na ukubwa tangia enzi za Persian Empire. Kwa hiyo wao wanajiweza wenyewe, wanachohitaji ni kuwezeshwa basi. Kwa hiyo sijui kwa nini mpaka leo hii, na inasikitisha kwamba bado kuna watu wanaamini kwamba msaada pekee wa kumpa let's say nchi kama Iran au nchi nyingine uende ukaingie wewe moja kwa moja jikoni uanze kumpikia mtu, umwekee chumvi, umfanyie vitu kama hivyo. Sijui kwa nini. Kwa hiyo Iran anajiweza yeye mwenyewe, anachohitaji ni kuwezeshwa. Kwa hiyo amewezeshwa, na ukitaka kujua hali ikoje, kwanza imeshatoka kauli rasmi ya msemaji wa jeshi la Iran, akasema hatuhitaji kuja kusaidiwa na mtu yoyote. Kwa hiyo hawajahitaji kuja kusaidiwa na mtu yoyote, cha kwanza. Na cha pili, wao kama nishasema military industrial complex yake ipo yenyewe ndani kwa ndani. Kwa hiyo msemaji wao kasema mizinga inayofyatuliwa wanayotumia currently maengineer wao wanatengeneza zingine. Ndio maana nikasema tofauti ya Iran na nchi nyingine, Iran ametambua ili aweze kujilinda na kuwa imara inabidi awe na internal military complex, awe na uwezo wa jeshi lake liwe linajitegemea lenyewe ndani kwa ndani. Of course atahitaji support ya kutoka nje. Ndio maana juzi, na ndo kadri siku zinavyoenda anazidi kuonesha silaha zake mpya. Juzi katumia drones. Tushazoea zile Shahid drones zile. Katoa new model na katoa drones zingine ambazo ni stealth, ambazo kwa lugha ya kitaalamu tunasema low observable. Ni kitu chochote ambacho sio rahisi kugundulika kwenye rada na system za ugunduzi. Kwa hiyo yeye anachohitaji, alikuwa anahitaji kuwezeshwa na amewezeshwa. Sasa ukitaka kujua, kwa sababu asingekuwa na msaada angewachukulia hawa watu kama wasaliti. Ni nchi 3 tu ambazo ameziruhusu meli zake zipite kwenye Strait of Hormuz. Kuna China, kuna Urusi na kuna Pakistan. Hiyo inakwambia mambo mengi sana kwamba
hizi nchi ni washirika wake na wamesema tunaziruhusu kwa sababu ya sapoti hii. Kwa hiyo natamani tu watu wajue kwamba kuna sapoti za aina tofauti tofauti. Sometimes ili mtu akusupport sio lazima kuletea wali sahani yenye wali na mchuzi. Sometimes mtu anaweza akakupa jiko, akakupa mchele, akakupa mkaa, akakupa na viungo, ukajipikia mwenyewe, na hiyo ndo bora zaidi kuliko ile ya kupewa kila kitu ambacho umezoea, na ndo hicho ambacho kinawakuta nchi za Kiarabu. Kila na hii nishaongelea, mashahidi wapo ambao wana fuse kwenye GPS, nishasema Waarabu hawana jeshi kwa sababu kuu mbili. Silaha 98% ni za kutoka nje. Cha kwanza. Cha pili, zile silaha zina kill switch. Yani ili wazitumie inabidi wapate hivi. Unajua mtu kama Saudia na hizi nchi za Kiarabu, hata kupanda zile ndege zao wakitaka waziwashe nini, inabidi wapate authorization kutoka kwa Marekani. Hivi unajua kwa mkataba ambao upo, nchi kama Saudia, UAE na wengine wakitaka kwenda kufungua ubalozi katika nchi nyingine lazima waiombe ruhusa Marekani. Nchi yoyote ikitaka kuja kufungua ubalozi ndani ya nchi hiyo lazima waiombe ruhusa Marekani. Hii ni mikataba ambayo watu wengi hawaijui. Kwa hiyo hizi ni nchi ambazo ziko uchi. Alafu hizi nchi za Kiarabu zina mfumo mmoja dhaifu sana. Hivi unajua asilimia kubwa ya wanajeshi wao sio raia wao. Ni wa kutoka India, ni kutoka Pakistan na watu weusi na wengine. Yaani jeshini nchi za Uarabuni ni ajira kama ajira. So unaona nchi yetu ili uwe mwanajeshi inabidi uwe Mtanzania. Inabidi uwe kwa sababu ya kulinda uzalendo na kitu kama hicho. Hizi nchi wanajeshi wao asilimia kubwa, ukiacha wale labda viongozi wa juu na vitu kama hivyo, asilimia kubwa ya wanajeshi wao sio raia wa pale. Sisemi kwamba hakuna raia wa hizi nchi za Kiarabu ni wanajeshi, hapana, lakini asilimia kubwa ni wanajeshi wa kukodiwa. Kwa hiyo ukishaelewa hiyo, utaelewa kwamba kitakaponuka mtu ambaye sio nchi yako, kuna vitu ambavyo huwezi ukajitolea kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa Iran ni tofauti. Wana population yao ni milioni 90, wana wanajeshi, wana uzalendo, wana itikadi yao, kwa hiyo wana uwezo wa kujimudu wao wenyewe. Naam. Lakini swala ambalo linakuja pengine hasa Irani kudungua hizi meli za mataifa mengine. Kwa mfano wamedungua meli kadhaa ambazo zilikuwa zina ushirika na Marekani, na Trump alitoa kauli akasemaje kwamba endapo kutakuwa na uwezekano wa kuweka usaidizi katika mfereji wa Hormuz ule, watafanya hivyo. Wataweza kufanya kitu kama hicho? Unajua issue watu natamani waelewe hivi vitu, na ndio vitu ambavyo vinatofautisha sisi. Inabidi uwe na uwezo wa kuangalia hii issue kwenye multiple engo tofauti. Watu wanaangalia hivi vita, Marekani na Israeli anamshambulia Iran, Iran anamshambulia Marekani na bezi zake pale. Iran anachokifanya, unajua, na nishasema kwamba super power au silaha kubwa zaidi ya Marekani sio nuclear zake, sio aircraft carrier zake, sio F-22 wala majeshi yake. Silaha yenye nguvu zaidi ya Marekani ni dola. Na dola, kitu ambacho kimeipa thamani ni kitu ambacho alikifanya Henry Kissinger alipoitoa kutoka kuwa gold backed currency, kutoka kuwa ni sarafu ambayo inalindwa na dhahabu, kwenda kuwa fiat currency, kuwa ni sarafu yenye karatasi. Ila imekuwa na thamani kwa sababu gani? Commodity ambayo inatumika dunia nzima ni mafuta. Henry Kissinger alienda akakaa na Wasaudia na nchi za Kiarabu, akaanzisha petrodola, kuuza na kununua mafuta kwa kutumia dola. Kwa hiyo as long as dunia nzima inahitaji mafuta, ina maana watahitaji dola ili kununua na kuuza hayo mafuta. Kwa hiyo inaipa thamani dola. Sasa ili iwe na thamani inabidi biashara iendelee kufanyika. Anachokifanya Iran kwa kushambulia hizi nchi za Gulf inapelekea, na hiyo ni pamoja na Strait of Hormuz, kufunga biashara ya hizi nchi za Kiarabu. Nadhani hata Saudia na nchi zingine wametangaza kwamba wamesitisha uzalishaji na usafirishaji wa mafuta. Nchi kama Qatar. Sawa, inaathiri sana Ulaya.
na nchi zingine ikiwepo sisi Afrika. Sasa inapokuwa biashara haifanyiki, ina maana dola inadoda, yani haitumiki, thamani yake inashuka. Of course haishuki haraka sana, kwa sababu kuna mtu atasema mbona exchange rate bado iko hapo, lakini itakuja kuonekana thamani yake, kwa sababu mzunguko, kuna kitu kwenye biashara kinaitwa cash flow. Kwa hiyo cash flow ya biashara ya dola itasizi, kwa sababu asilimia kubwa kitu ambacho kinaipa thamani zaidi ni dola. Kwa hiyo pale Muiran amepiga sehemu very sensitive kwa Marekani, ambayo ni kwamba biashara ya mafuta ifanyiki, dola cash flow haipatikani, kwa hiyo inamwathiri. Na sasa hivi kwa haraka haraka inaweza isionekane, lakini kadri inavyoendelea inamuumiza. Kwa hiyo kutokana na hatarishi hii, huwa kuna insurance ya hizi meli ambazo zinasafirisha mafuta. Kunapokuwa hatari kama hivi, makampuni ya insurance wamefunga insurance, wanasema tutoe insurance sasa hivi kutokana na hatari ambayo Iran imeonesha ina uwezo wa kuzidhuru hizo meli, lakini imefunga Strait of Hormuz. Kwa hiyo hata Marekani afanyeje, hana uwezo wa kucontrol na kuwalazimisha insurer waendelee kuinsure hizo meli. Kwa hiyo anaathirika yeye, Ulaya wanaathirika, dunia nzima inaathirika, ikiwepo Muirani mwenyewe pia anaathirika. Sasa ndo maana kama umemfuatilia Trump kasema vitu viwili. Cha kwanza, ameziamuru kampuni za insurance za Marekani zitoe insurance kwa hizi meli, kwa sababu yale kampuni zingine za insurance zimeacha kutoa insurance, kwa sababu so far tumeshaona, nadhani nimeshakutana na taarifa kwamba Iran ameshambulia meli za mafuta. Yes. Kwa hiyo hatari ipo pale. Kwa hiyo sasa Trump anajaribu kumitigate au kufanya damage control kwa kuamrisha kampuni za Kimarekani zitoe insurance. Cha kwanza, haitoshelezi. Amesema atapeleka meli zake kwa Strait of Hormuz kwa sababu ya kulinda mafuta ya kupita pale. Nasubiri kuona hiyo itaendaje, kwa sababu Gao ambaye ni msemaji wa Kichina anasema China ilishampa anti-ship supersonic weapons kutoka Iran, anazo 302 ambazo ni maalum za kudungua meli. So far, kwa taarifa ambazo let's say Trump alizitoa kwamba wamezamisha zaidi ya meli 12 za Muiran. Hiyo ni sahihi. Na zimetumika submarine pia kwa kutumia torpedo. Na hii inaweka historia, kwa sababu tangia World War II haijatokea kwamba submarine kwa kuzamisha meli kwa kutumia torpedo. Kwa hiyo baada muda mrefu hiyo imetokea. Meli asilimia kubwa ni sitting duck. Kwenye jeshi, sitting duck ni mtu ambaye let's say kama mimi niko katikati ya barabara, mtu yote anaweza akanilenga au akanigonga. Kwa hiyo ni kitu chochote ambacho ni rahisi kushambulia pasina kuwa na ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo nasubiri kuona iwapo Marekani kweli atapeleka meli zake na Iran atareact vipi, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo inabidi tuone sasa. Lakini tunajua so far amekimbiza meli zake at least kuwa mbali na uwezo wa Iran kuzishambulia so far. Lakini katika hilo Abraham Lincoln, ile meli yao ile, kuna uwezekano wa kuzamishwa ama haupo? Nimesikia wachambuzi wengi wakizungumza kwamba ile kwa sababu ina masuala fulani yanatajwa si ya nuclear. Of course mimi sio mjuaji sana, lakini utanielekeza wewe kwamba ile ni ngumu kuzamishwa. Kuna ukweli katika hilo? Kwanza swala la nuclear ambao wanasema hivyo labda hawaelewi. Ile kuna kitu kinaitwa nuclear powered. Kuna nuclear powered submarine, kuna nuclear powered ships, kuna nuclear powered icebreakers, na mfano kama Mrusi sasa hivi ana nuclear powered cruise missiles. Kitu ambacho kiuhalisia Marekani ashaikuwa nayo cruise missile. Kwa nini nuclear powered ni ya muhimu sana? Kwa sababu inaweza ikaenda zaidi ya miaka 20 au 30 bila kuhitaji kurecharge. Yaani uzalishaji wa vinu vya kinuclear kwa sababu ya kutoa power ni wa muda mrefu, sio kama wa diesel au electric batteries. Inabidi diesel si mafuta yanaisha, inabidi uende yes. Kwa hiyo unakuta let's say diesel powered ships
au submarine inabidi kila baada ya miezi miwili mitatu, zingine mpaka miezi 1.5 hivi waende kwenye port waka refuel. Lakini ukisikia nuclear powered submarine au ship, kitu ambacho kitawafanya, mfano kama nuclear powered submarine, kitu ambacho kitaifanya iibuke ni pale ambapo supply yao ya chakula na mahitaji mengine yatawaishia, ndo wanalazimika kwenda kwa sababu ya kureplenish. Lakini kama sio hiyo, wanaweza wakakaa chini hata miaka 20 bila kuibuka. Sema ina advantage na disadvantage, especially upande wa submarine. Ina makelele, kwa hiyo ni rahisi kuitrack kwa kupitia sonar. Kuna vitu vinaitwa quake na vitu kama hivyo. Hiyo ni that's a story for another time. Sasa kwa hiyo nimependa tuiweke sawa, ila inakuja kwenye ugumu au wepesi wa kuishambulia. Aircraft carrier kitaalamu kuna kitu kinaitwa carrier battle group. Kwa hiyo unakuta ina aircraft carrier, ina submarine, inategemea na configuration. Saa nyingine zinakuwa 2, 4 ambazo zinailinda. Alafu kuna battleships zingine ambazo ziko pembeni ambazo pia kama destroyers na vitu kama vile ambazo pia zinailinda. Yani imewekewa mfumo mzuri wa kuzilinda kuanzia chini kwa kutumia submarine, kwa nje kuna hizo, kuna let's say Arleigh destroyers na zinginezo ambazo zina kitu kuna mifumo kadhaa tunaita layered defensive system. Mfano kama Marekani ana kitu kinaitwa Aegis defensive system ambayo iko pale, lakini kuna kitu kinaitwa CIWS close in weapon system ambayo pia inatumia hizo wanaziita point guard ambazo ndio the last line of defense. Alafu kuna electronic warfare, kuna jamming na vitu kama hivyo. Sasa pamoja na yote hayo niliyosema, bado inaweza ikazamishwa. Bado inaweza kuzamishwa. Inategemea sasa unapambana na nani. Watu ambao wana uwezo huo ambao inafahamika ni Mchina na Mrusi. Mchina anayo kabisa, inaitwa Carrier Killer. Ana makombora yake ambayo yanaitwa Carrier Killer, ambayo ametengeneza kombora moja ambalo likipiga pigo moja inazamisha aircraft carrier. Lakini Mrusi pia anazo aircraft, mfano kama Onyx ana cruise missile ambayo ndo imeizaa BrahMos. BrahMos pia ni anti-ship cruise missile ambayo imetokana na ushirikiano kati ya Mrusi na Muhindi. Na inaitwa BrahMos kwa sababu kuna mto ambao unaitwa Brahmastra, kitu kama hicho. Alafu Urusi kuna mto wa Moscow. Kwa hiyo wamechukua Bra na Mo, wametengeneza BrahMos, ndo kwamba ushirikiano kati ya hizi nchi mbili ambayo ni supersonic cruise missile, anti-ship missile ambayo inatokana na Onyx, ambayo pia ina uwezo wa kuzamisha aircraft carrier. Alafu imeshakuwa proven beyond reasonable doubt. Hakuna defensive system ambayo ni impenetrable, ambayo haiwezi kupenyeka. Yes. Kuna njia kadhaa. Unaweza ukatoa shambulio moja la kombora moja ambalo lina characteristic tofauti. Mfano kuna makombora ambayo yanaitwa sea skimming. Sea skimming ni makombora ambayo badala ya kuruka juu, yakiruka juu ni rahisi rada kuidetect. Lakini yakiruka chini kuna hizi, mfano kwenye land wanaita terrain hugging. Kuna makombora ambayo yanacheza kama mita 5, 10, 20 kutoka ardhini. Yana cruise, kwa hiyo yanaitwa terrain hugging. Kwa hug ni kukumbatia. Kwa hiyo inacheza kukiwa kuna mwinuko, inapanda, inashuka, inazunguka, inacheza. Ile ni ngumu sana kudetect. Lakini baharini kuna kitu kinaitwa sea skimming ambayo inaenda kwa mita 5 kutoka kwenye level ya maji. Kwa hiyo ni ngumu sana kuidetect. Inakuwa chini. Ni ngumu sana kuidetect kwa sababu ni radar inatakiwa ipige pale, bounce, kuna lot of interference. Pia inatumia acoustic, kwa hiyo makelele na vitu kama hivyo. Nashauri watu waende kaangalia movie moja inaitwa Hunter Killer. Kuna kipindi ambacho kulikuwa kuna rogue Russian submarine
ilijificha kwenye barafu. Kwa hiyo Gerald Butler ambaye ndo alikuwa msimamizi wa ile submarine ya Kimarekani, walikuwa wanapata wakati mgumu kuitrack, akatumia njia mbadala ndo akaweza kuitrack. Kwa hiyo kuna characteristic kadhaa ambazo ukizizingatia ndo zitakuwezesha uweze kutambua au hapana. Kwa hiyo hiyo ni moja ya makombora, ila pia kuna torpedoes ambayo ni makombora ya chini ya maji, hiyo nyingine. Ila pia kuna ballistic missiles ambazo trajectory ya ballistic ni kombora ambalo linatoka linaenda juu alafu linashuka. Kwa hiyo wakati wa kushuka wale linashuka kwenye kasi kubwa sana, hypersonic, ambayo sometimes zinafika mpaka Mach 20, 25 na. Kwa hiyo alafu kuna kitu ambacho kinaitwa MIRV, multiple independent reentry vehicles. Kwa hiyo kombora moja ambayo ndio hii juzi Iran kaitumia, likifika linajisambaza, linazalisha makombora mengine. Inategemea kuna makombora mangapi mule ndani. Lakini kuna quasi ballistic, ni kombora ambalo linahamahama. Yani ballistic missile ya kawaida traditional ina trajectory ambayo tunahitaji ni neno ambalo linasomeka kwamba likija hivi litapanda hapa, litashuka hivi. Kwa hiyo trajectory yake unaweza ukaikisia. Lakini kuna makombora ambayo yanahamahama, kwa hiyo yale yanakuwa ni magumu zaidi kudetect ni moja, kuyatrack ni ya pili, lakini kuintercept ni ya tatu. Kwa sababu ili uintercept kuna calculation ambazo zinatakiwa kwamba hii inakuja, mimi natokea hapa kwa kasi hii na trajectory hii, natakiwa tukutane hapa tufike hapa. Sasa ile kombora wewe umeshapiga mahesabu yako, ikifika hapa linahama, linashuka hivi, alafu naenda hivi, linaenda hivi. Ni ngumu sana, umeona, kulitrack. Sasa hizo teknolojia zote anazo Mchina na Mrusi, na inasemekana kwamba teknolojia hizo kapewa Muirani. Kwa hiyo sijajua, unajua vita ndo mwanzo siku ngapi? Siku ya 6, sawa? Huwezi ukatumia silaha zako zote, sawa? Alafu anachokifanya Muirani, na naamini ndani ya wiki moja, siku 10, hizi nchi zitaishiwa interceptors. Interceptors ni yale makombora ambayo kazi yake kudungua yale makombora. Kwa hiyo anatumia makombora kwanza ya zamani, anatumia makombora ya bei rahisi, na anatumia drones za kizamani na kudeplete, kumaliza, kuzifyonza interceptors. Zikishaisha pale inakuwa ni open game, yani kombora likija linafika bila upinzani wowote. Kwa hiyo bado vita vinaendelea, kila mmoja anamsoma mwenzie, kila nchi ina war room yake ambacho huyu anamsoma mwenzie, kumbe anatumia mbinu hii na anafanya hivi na anatokea sehemu fulani, na huyu anamsoma mwenzie, kumbe anatumia silaha hizi na anatumia mbinu. Kwa hiyo pale it's a game ya magenerals ambao wana uwezo wa kutumia mbinu tofauti kumshinda mwenzie. Kwa hiyo vita vinaenda vinabadilika. Kwa hivyo ni vitu ambavyo natakiwa. Kwa hiyo kujibu swali lako short, unaweza kuangusha aircraft carrier kabisa. Ni kwamba ndio wale nilikuwa nasema watu walivyokuwa nasifia kwamba Israeli ana best defense system, nikasema ni kwa sababu mnasema hivyo hazijajaribiwa, mnazipima dhidi ya makombora ya sukari ya Hamas, akutane na watu ambao wana ballistic missiles au wana cruise missiles, unasikia, au wana MIRVs au wana quasi ballistic missiles ambayo ni maneuverable. Maneuverable ni kitu ambacho kina hama. Hapo ndo tutaweza kujua. Na hiyo tuliona katika vita vya kati ya Hezbollah na Israeli, lakini pia tumeona kwenye vita vya siku 12, lakini pia tuliona kwenye True Promise ya kwanza baada ya kuuawa Sinwari. Ni Sinwari au Hania ambaye aliuawa Iran. Sawa. Kwa hiyo tumeona hivyo vitu, inatakiwa tuvizingatie. Kuna ile ambalo linataja kwamba Israel na Marekani wanatumia ndege ambazo ni invisible, hazionekani, zinaingia, zinashambulia, afu zinaondoka, na zinajaribu pia ku detect drone, baadhi zinazishambulia kule ndani ya Iran.
hizi tunazisikia tu ni taarifa hasa. In real hasa kuna ukweli kwamba hivyo ndege zipo na zinafanya kazi vipi? Hizo ndege zipo. Kwanza sio invisible. Watu wanaziita hivyo ambao uelewa wao ni bado kiwango cha chini. Kitaalamu zinaitwa low observable, kwa sababu hakuna kitu ambacho ni invisible 100%. Au kuna lugha nyingine ya kijeshi ambayo pia is not accurate, wanaita stealthy fighter. Stealthy ni kitu ambacho sio rahisi kuonekana, kina uwezo wa kujificha kama kinyonga, umeona? Au kama nyoka anavyopita kwenye majani kimya kimya, au kama chui anapotaka kushambulia na kujaga taratibu, ile ni stealthy. Ana uwezo wa kujicamouflage na kujificha. Sasa neno sahihi la kitaalamu ni low observable. Marekani anazo kadhaa. Ana B1, ana B2 ambazo ni boma zile. Hakuna nchi nyingine yote duniani anazo zaidi yake. Mchina yuko currently anatengeneza ya kwake, na Mrusi pia anatengeneza ya kwake PAK-DA, lakini ambaye currently ambayo ni operational ni Marekani peke yake. Alafu ana F-117 ambazo zilikuwa is one of the most stealthiest fighters za Marekani, lakini zilidunguliwa na Msabia katika vita vya Kosovo, na mpaka leo iko pale, na wakatunga kitabu kinaitwa Sorry We Did Not Know It Was Invisible. Wao waliamini kwamba haionekani, lakini wale wakatumia mbinu za ziada, na hichi kitu tutakuja kukielezea hapo mbele. Kwa hiyo Wasabia wakaweza kuidondosha F-117 ambayo ndo the most stealthiest fighter ever built, kushinda hata B2 Raider. Sawa? Na ukija sasa kwenye fighter jets, anazo aina mbili. Ana F-22 ana F-22 na ana F-35. Hizo pia ni wenyewe wanaziita stealth fighters or low observable. Sasa inakuwaje vile? Ni kwamba rada inatakiwa irushe miali, ipige, alafu irudi. Kadri rada yako inavyokuwa accurate, iwe ni short wave, iwe ni long wave, iwe ni power kiasi gani, ndio itakupa uelewa mzuri wa unachokitrack. Sasa kitu gani ambacho kinasababisha? Kwanza, zile ndege zinatengenezwa kwa engo ambayo unaona tulichokuwa nakifanya sisi, ili kuepusha taa isipige isirudi huko, tulibadilisha engo. Kwa hiyo kireflect taa hairudi kwenye kamera, inaenda sehemu tofauti. Same thing kwenye rada. Kwa hiyo wamezitengeneza ina engo ambazo rada zikija kwanza zina deflect, cha kwanza. Cha pili, kuna kitu kinaitwa radar absorbing material. Kuna materials zinawekwa pale zinainyonya ile miale ya rada ile. Inainyonya, hairuhusu ienda. Inaruhusu inaenda kidogo. Lakini pia kuna nimekwambia ambayo ni engo ambayo ina scatter. Hiyo ya pili ambayo inapunguza uonekanaji. Lakini pia kuna issue ya electronic warfare ambayo ni jamming na suppression. Kwa hiyo ni moja ya njia ambayo ipo. Lakini ukiacha hiyo, kuna njia zingine za kutrack, let's say kama thermal, kwa kutumia engine zile zinatoa joto. Kwa hiyo wana uwezo wa kutumia thermal sensors ya kuzitrack. Na ndio maana air to air missile nyingi zinaitwa heat seekers, zinafata ule moto. Na ndio maana countermeasure yake ni flares. Wanatoaga, ushakuwa na ndege kama inarusha baruti fulani, sasa zile pia ni moto, ili kuichanganya ile heat seeking missile idhani kwamba ndio imefika pale ilipukie pale, kwa sababu ile ina proximity sensor. Air to air missile sio lazima ikupige, hata ikiona imekaribia, iko karibu, ina fragments, inapolipuka tuchukulie kitu kama gololi ambazo zinatawanyika. Kwa hiyo inaongeza probability ya kufanikia mashambulio. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambazo zinaitwa low observable. Kwa hiyo anazo Marekani. Kuingia na kutoka so far sina uhakika huo, kwa sababu naendelea kufuatilia. Nimesema kuna kitu kinaitwa highly contested. Highly contested ni mazingira ambayo yako very complicated, ambapo unakuta adui ana air defenses kadhaa
kuna kitu kinaitwa AD2D ambayo ni air denial bubble ile ambayo karibia nchi zote zina layered. Mrusi anazo kadhaa, ana Pantsir, ana Bak 2, ana S300, ana S400, sasa hivi ana S500. Ni layers ya nani. Mchina anayo the same. Kwa hiyo amepewa hivi vitu kutoka kwa Mrusi na Mchina, lakini pia yeye anazo air defense system zake ambazo ni Bavar ambazo pia zina rada zake, lakini pia Mchina amempa rada ambazo zinaweza kudetect hizi low observable, lakini S400 pia inasemekana ina uwezo wa kutrace F35 na F22. Kwa hiyo sina uhakika kwa sababu kwenye vita nishakwambia ni propaganda nyingi. Yes. Kuna mtu atasema kwamba nina air dominance au na air superiority. Air superiority kwamba mimi nalitawala ili anga. Yes. Inawezekana zikawa zinatumika stand off weapons ambazo tumeona juzi Alibak destroyers zili launch Tomahawk kutoka baharini mbali ambazo zina range ya zaidi ya kilomita 1500 kwenda kule. Zile ni stand off weapons, lakini kuna stand off weapons pia za kutoka kwenye ndege zile ambazo unakuwa mbali na uwezo wa adui wako kukufikia. Kwa hiyo kuna scenario nyingi sana ambazo ziko hapo ndani, na sisi ambao tunatumia open source intelligence tuna deal na information ambazo zipo, ila siwezi nikaripoti kwa kitu ambacho sijawa nacho uhakika mpaka nikifanyia. Lakini vitu nilivyokuambia, ulichouliza hizo ndege zipo, umeona kuna air defenses zipo, nimekwambia jinsi gani zinavyofanya kazi, raba zina detect vipi na vitu kama hivyo. Umezungumzia hasa kwenye upande wa mbinu. Kuna swali nataka nikuulize hasa kuhusiana na kauli ya waziri wa ulinzi wa Marekani. Alizungumza, ilikuwa ni jana, alikuwa anazungumza akasema kwamba wanahitaji takriban wiki moja mpaka siku 5 kuweza kucontrol anga la Irani na kuanza kufanya kila atakachokifanya. Kuna uwezekano wa huo muda ukifika watakuwa na hicho kitu, kama uliona taarifa pia? Kwanza hiyo taarifa ina contradiction. Waisraeli wanasema kwamba sisi tuna air superiority. Alafu huyu akisema hivyo ina maana kwamba kuna contradiction pale. Cha kwanza. Cha pili, uwezekano tukiingia kwamba kwenye nadharia it's possible. Ukiweza kuneutralize air defense system zote utakuwa na air superiority. Lakini na hizi alizibuni Mrusi. Na ndio maana inakuwa ngumu sana so far. Unajua okay, launchers especially za ballistic missiles kuna aina kadhaa. Kuna ambazo zinaitwa silo based. Silo based ni ambazo ziko kwenye maandaki, ambazo ni stationary, hazitembei. Lakini kuna mobile ambazo ni track mounted, ambazo ziko kwenye magari. Kwa hiyo zikishambulia zinahama. Hizi ni ngumu sana kuzidetect. Especially katika nchi kama Iran ambayo ina milima mingi. Kwa hiyo anaweza kashambulia wakarudi wakajificha ndani ya mlima. Kwa hiyo unashangaa imeshambuliwa kutoka huku imetokea huku, alafu kuzitrack ni ngumu kwa sababu zinahama. Same thing kwenye air defense system. Mfano kama S400 ni track mounted ambayo ni mobile. S300 ni track mounted na ni mobile. Same thing kwenye air defense system za Mchina ambazo anazo. Bavar ni same thing. Kwa hiyo zote ni mobile. Sasa inategemea ataweza kuzineutralize zote. Umeona? Hiyo muda utatoa majibu. Yes. Turudi kwenye mbinu za Irani katika hivi vita. Kuna video ambayo ilirushwa na IRGC, jeshi la Irani, walipost video wakionyesha makombora yao yanatokea ndani ya ardhi. Ni kama jangwani hivi, hayaonekani. Na Marekani amekuwa akishambulia baadhi ya kambi. Pengine inadaiwa kwamba amehamishwa, alitambua hicho kitu na ndio maana akaweka sehemu kama hizo, mabomu yanatokea ndani kwa ndani. Umetoka kuelezea. Lakini pia hapo inadaiwa pia Irani pia wanatuma mpaka wanatumia mbinu nyingi, mpaka matoi wanarusha kule ambayo hadi tu kuwachanganya, wanatumia interceptor ambazo pengine za cost gharama kubwa pia. Hizi mbinu hasa kwa Irani hasa zina maana gani na zina ukweli kiasi gani pia? Ngoja nikwambie kitu. Hichi ndio kitu ambacho pia watu wanatakiwa elewe. Vita sio silaha peke yake. Silaha mimi naweza nikaipa labda 50%. Mbinu naipa another 50%. Sawa? Tumeshaona majeshi makubwa ya kila kichapo kwa majeshi madogo kwa sababu ya mbinu. Huwa napenda kuambia watu waende kaangalia movie kama 300 ambazo
ya Spartans wale watu 300 waliweza kushinda Persian army ambayo ilikuwa ni kubwa sana mpaka waliposalitiwa. Kwa sababu gani? Walikuwa na mbinu, walikuwa na strategy. Wakachagua choke point nzuri na vitu kama hivyo. Sasa kwa silaha na uwezo, Marekani ana silaha nyingi sana kushinda Iran, na ana uwezo mkubwa sana kushinda Iran, kuanzia ndege, bajeti, mameli, ISR na vitu kama hivyo. Kwa kiwango fulani kwa Israeli. Lakini Iran sio dhaifu, sio kwamba hana. Yeye kwanza yuko vizuri. Ila mchawi ni mbinu. Mbinu ndo zinachoamua. Na Iran amekuwa anajiandaa hivi vita zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo alijua anapigana na adui aina gani. Na nguvu yake iko wapi, ni juu. Na aina ya uwezo wake ukoje. The best thing ambayo ni GBU 57 ambazo ni bunker buster zake. Uwezo wake unaishia wapi? Kwa hiyo akaandaa missile cities ambazo ziko chini ya milima ambazo sio rahisi kufikika. Kwa hiyo kajiandaa kwa sababu ya hivyo. Sasa hivi mziki wote unaoendelea Iran, watu wote wa muhimu ambao wako katika vita hawako Tehran, wote wako kule kwenye milima kule jangwani. Kwa hiyo hata Marekani na Israeli wanavyofanya carpet bombing Iran ni kusababisha tu maumivu. Haina strategic katika vita. Haileti tija katika vita. Inasababisha maumivu kwa kuleta uharibifu na nini na raia na vitu kama hivyo. Na kuvua watoto na watu wa kawaida na vitu kama hivyo. Na kusababisha madhara. Ila haileti matokeo kwa sababu wale watu wote muhimu. Ngoja nikuulize, mara ya mwisho umesikia viongozi wa Iran wameuliwa ni lini? Katangia vimeanza hivi. Siku ya kwanza nadhani na siku ya pili. Baada hapo umesikia tena? Hapana. Yes, kwa sababu wameshaondoka, washaenda sehemu ambazo ni salama. Na lau Marekani na Iran na Israeli wangekuwa na uwezo wa kuwafikia, wangeshawafikia. Hiyo tunafahamu. Sasa kwa hiyo wana mfumo ambao una uwezo wa kuabsorb. Ndio maana nikasema Iran ana uwezo wa kuhimili hivi vita kwa miezi 3. Israeli na Marekani hawana uwezo wa kuhimili hivi vita kwa miezi 3. Ngoja nikueleweshe kitu kimoja. Kambi zote za Marekani na Israeli asilimia kubwa ziko juu ya ardhi. Ndio maana Muirani anazipiga kirahisi. Sawa? Na Israeli kule anazipiga kirahisi. Kuna baadhi chache ambazo ziko underground, lakini asilimia kubwa ziko juu. Na ndio maana amezikimbiza vitu vingi kwenda Cyprus. Lakini za Irani ziko chini ya maandaki na mamilima, ni ngumu, sio rahisi kufikika. Nimeshasema na narudia, hakuna mtu ambaye ana best defended kambi duniani kama Iran, kwa sababu alijua aina ya adui wake na kazificha chini ya milima. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia watu wanatakiwa waelewe kwenye swali lako. Swali lako ulikuwa umeuliza vipi? Kuhusu hizo mbinu zao na kutumia matoi yale. Yes. Kingine, hizo ndo mbinu ambazo zipo. Yes. Iran anatumia makombora ya kizamani. Iran anatumia makombora ambayo ya bei rahisi. Yes. Sasa wewe unakutana na kombora la $20,000 au $50,000 linaenda kudunguliwa na kombora la milioni 4. Sawa? Tuchukulie hela za Kitanzania tu. Wewe umetoa $20,000 au tuchukulie mimi na wewe una gari, mimi na gari. Tumegongana. Mimi gharama ya kurekebisha gari yangu ni shilingi $20,000. Wewe gharama yako ni milioni 4. Unaona tofauti hapo? Kuna tofauti mkubwa sana. Yes. Kwa hiyo this is war of attrition, cha kwanza. Cha pili ni mbinu. Yaani mziki bado unaendelea. Yes. Na hicho kingine hapo kwenye hicho uligusia kutumia toy na vitu kama hivyo. Umeona zile michoro? Umeona tuendelee. Watu wanaenda kushambulia michoro chini. Vita bado inaendelea. Naam. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea pia. Tugusie pia na upande wa hasara pia. Unajua kwa mfano mafuta kupanda. Haya madhara yako vipi hasa kwa ulimwengu kwa ujumla? Ukiacha kwamba in general katika hawa wanaopigana. Hivi vita vinaivuta dunia nzima sasa hivi. Indirectly.
Sio kwamba wanaingia kupigana, lakini wanaathirika kwa sababu asilimia kubwa ya mafuta inatoka Middle East. Iran ameweza kwa kiwango kikubwa kushut down flow of ya energy, gesi pamoja na nishati ya mafuta isiweze kuflow kama kawaida. Kwa hiyo inaathiri takriban dunia nzima. Ulaya hali yao imepanda by 50% na sehemu zingine pia zimepanda. Kwa hiyo inaathiri dunia nzima indirectly. Na Iran alichofanya washikaji wake wanawe, Mchina pitisha, Mrusi pitisha, Pakistani pitisha, nyinyi wengine Okay, sawa. Kwenye sekta ya anga kwenye vipi hasa? Maana naambiwa pia kuna ndege ambazo ziko pale Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale airport pale hazisafiri hasa baadhi ya Emirates na pengine pia. Sekta ya anga kwenye hili inaathirika vipi hasa? Of course. Ukiangalia flight radar huwa inaonyesha jinsi ndege zinavyopita. Ile eneo sasa hivi liko almost empty. Hakuna harakati zozote ambazo zinapita pale. Kwa hiyo hamna usafiri wowote. Yani ilipokukuta ndo huko. Kwa hiyo ndege za Kiimarati ambazo ziko hapa ndo hapa. Kama kuna ndege ya Kitanzania ambayo iko Dubai imetokea kule ndo huko. Mpaka itokee waruhusiwe, waga sometimes wanaruhusu kidogo labda movement kwa uchache kabisa. Kwa hiyo itakapokukutia ndo hapo. Kuna hili ambalo linatajwa kwamba natauliza lote alafu utajibu kujibu kwa mtindo ambao utaona wewe. Inatajwa kwamba jana Marekani na Israel wameanza kulisapoti kundi la Kurdi. Wamewaahidi kwamba kiingia ndani ya Irani wakishambulia na wenyewe watapata ardhi yao ambapo na wenyewe wataanzisha taifa lao ndani ya Irani. Na inadaiwa kwamba tayari wameanza. Na pia kwa upande mwingine Hezbollah kule tunafahamu hawa wana mahusiano mazuri na Irani pia. Vita vinaendelewa kule mpaka na rais wao amejaribu kukemea namna moja ama nyingine. Mvutano hasa unamaanisha nini hasa? Sawa.